Omar Shekarata, mwakilishi wa mkuu wa wilaya, mganga mkuu wa hospitali aliyewakilishwa na Dr. Eliza, afisa elimu msingi, afisa elimu sekondari, afisa ustawi wa jamii, mwenyekiti wa UWT, katibu wa UWT, madiwani wote wa viti maalum, wawakilishi wa soft care, mkurugenzi wa soft care Jason Kwan, waandishi wa habari, wanafunzi wote kutoka mashuleni, mabibi na mabwana na wazazi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, niko mbele yenu leo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana. Kwanza nikimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tumeweza kufika leo kwa ajili ya tukio hili adhimu. Ndugu zangu, ni maadhimisho haya ya siku ya hedhi salama duniani yalianzishwa rasmi mwaka 2015. Na leo niko hapa kwa niaba ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa kusherehekea sherehe hii, ikiwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba tuwe na hedhi salama kwa watoto wetu. Mwaka huu maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema tushirikiane kuhakikisha huduma rafiki za hedhi salama na wanawake na wasichana. Together for a period and friendly world. Tushirikiane kuhakikisha huduma rafiki za hedhi salama kwa wanawake na wasichana. Kauli mbiu hii ni wito kwetu sote na jamii nzima kwamba tufanye kwa vitendo kuvunja ukimya, kutokomeza unyanyapaa, kutengeneza mazingira ya wezeshi yatakayomwezesha kila mwanamke na msichana kupita katika mzunguko wake wa hedhi kwa utu, salama na heshima. Tumekuwa tunaona kama hili jambo ni jambo la kuficha, ni jambo la siri, ni jambo la unyanyapaa. Sasa kauli mbiu hii inatuambia tuvunje ukimya, na ukimya huu tunauvunja kwetu wakina mama kwanza, kwa kuongea na mabinti zetu ili wajue hii ni hali ya kawaida na jinsi gani watajitunza wakiwa kwenye hiyo hali, lakini wasipate unyanyapaa wanapokuwa kwenye hiyo hali, maana ni hali ya kawaida ya maisha ya binti na mwanamke. Hii itawajengea kujiamini, itawajengea kufanya vizuri masomo yao. Ndugu washiriki, ni vyema jamii ikakumbuka kuwa hedhi sio ugonjwa wala sio laana, bali ni mabadiliko ya kawaida ya kibiolojia yenye mchango mkubwa katika uendelevu wa kizazi cha mwanadamu. Kutokana na umuhimu huo, kila mwanafamilia na mwanajamii ana wajibu wa kuzuia aina yoyote ya unyanyapaa na kutoruhusu hali hii kuwa kizuizi cha wanawake kushiriki shughuli za kijamii. Jamii inapaswa kushirikiana kuweka mazingira rafiki yanayohakikisha upatikanaji wa bidhaa salama za hedhi pamoja na miundombinu sahihi ya uhifadhi na utupaji salama wa taulo za kike zilizotumika. Ndugu washiriki, tafiti za ndani ya nchi yetu zinaonyesha kuwa 27% ya wasichana wanakosa kwenda shule angalau mara 3 kwa mwezi kutokana na maumivu au kutosimamiwa vizuri kwa mahitaji ya hedhi, jambo linalopoteza zaidi ya siku 30 za masomo kwa mwaka na kurudisha nyuma taaluma zao. Kama hana kifaa cha kujihifadhi vizuri, hawezi kwenda shule. Tafiti zinaonyesha mtoto huyo anakosa mara 3 kwa mwezi na siku 30 kwa mwaka. Hizi siku 30 wenzake wanaendelea kusoma. Ndio maana sasa leo tukaja na wadau wetu wa soft care
kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata vifaa salama ili wasikose kwenda shule. Hali hii sio sababu ya kumfanya mtoto asiende shule. Lakini katika kukabiliana na hali hii, kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anajali watoto wa kike na kina mama, serikali imechukua hatua madhubuti kwa kujenga vyoo bora vyenye huduma ya maji na vifaa vya kuhifadhia taulo zilizotumika katika vituo vya huduma za afya 3544. Aidha, jumla ya shule za msingi 1849 zimejengewa miundombinu ya vyoo bora inayojumuishwa vyumba maalum vya kubadilishia wasichana, na serikali itaendelea kuwekeza kwa ushirikiano na wadau ili kufikia shule zote na maeneo ya umma nchini. Watoto nyie ni mashahidi, siku hizi mashuleni tunavyo vyumba kwa ajili ya mabinti kubadilisha anapokuwa katika hali yake, awe na sehemu ya ufaragha anaweza kujibadilisha. Taasisi zote ambazo za umma zenye ambapo kuna watu wengi na watoto hawa, basi tuzingatie mambo hayo makuu matatu. Kwanza, mwanamke akihitaji pedi, kwa maana kwa dharura anataka kujihifadhi, aweze kuipata hifadhi iliyo salama, lakini kuwe na chumba ambacho anaweza kubadilisha kwa faragha, lakini kuwe na sehemu ambapo atakapobadilisha ataweza kuchoma ile aliyoitumia pale pale au kutupa kwenye chombo, na mwisho kuwe na maji safi ili aweze kufanya mahitaji yake ya usafi vizuri kwenye eneo hilo. Ndugu washiriki, katika kuhitimisha, nikiwa kama balozi wa masuala ya hedhi salama nchini na naibu waziri wa afya, napenda kuchukua fursa hii ya kipekee kuwashukuru kwa dhati wadau wetu wote ambao wameendelea kuwa bega kwa bega na jamii katika kusaidia upatikanaji wa bidhaa za hedhi salama ili kuwastiri wasichana na wanawake wa Kitanzania. Katika kuunga mkono jitihada hizi kubwa, hususan wazalishaji